Habari ya wakati huu, na ni furaha kubwa iliyoje kwangu kukutana nawe hivi sasa katika kipindi hiki cha Mizani ya Wiki. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Tunakutana wakati huu ambapo bado corona imeendelea kuwa gumzo duniani kote. Na hii ni kutokana na namna ambavyo virusi hivyo vimeendelea kuwa vikisambaa katika maeneo mbalimbali na kusababisha ugonjwa wa COVID-19 ambao umeua watu kadhaa. Wapo waliopona, lakini wapo ambao wanaendelea kuugua katika maeneo mbalimbali duniani. Ni ugonjwa ambao umefanya hata serikali za nchi mbalimbali kuchukua hatua ambazo wanaona zinafaa ili kuhakikisha kila mtu ambaye anaishi katika eneo husika la nchi aliyomo anakuwa salama dhidi ya maambukizi haya. Ni hatua ambazo zimechukuliwa kwa mlengo tofauti tofauti. Mathalan, kwa Tanzania tunakumbuka Machi 17 na Machi 18 ni wakati ambapo serikali ilitoa msimamo wa kusitisha masomo katika vyuo na shule mbalimbali, na hali ambayo imewalazimu wanafunzi warudi nyumbani na kusalia huko mpaka hivi sasa napozungumza nawe, kwa sababu baada ya mwezi mmoja uliotolewa awali kuisha, ikatolewa taarifa kwamba waendelee kusalia mpaka itakapotangazwa vinginevyo. Huu ni msimamo wa serikali ambao umeendelea kutekelezwa mpaka hivi sasa. Kwa kuwa wanafunzi wameendelea kusalia nyumbani, imekuwa ni changamoto ya aina yake, kwa sababu kukaa kwao nyumbani kuna wafanya wengine wakae bila kujua mustakabali wao kielimu, lakini wakati huo kuna wengine ambao wamekuta wanaingia katika mtindo mwingine wa kimaisha wa kusoma elimu. Kwa sehemu kubwa tutaangalia upatikanaji wa elimu katika mazingira haya ya maambukizi ya virusi vya corona, changamoto zake, na ni wapi ambapo pengine inaweza kuwa ni fursa ya kuangalia mbinu mbadala za kuendelea kuishi kielimu, pamoja na changamoto kama hizi ambazo zinaibuka za magonjwa kama haya ya virusi vya corona ambavyo vinasababisha ugonjwa wa COVID-19. Wapo wanafunzi ambao hivi sasa wakiwa kwenye nyumba zao wanapata elimu. Wapo wengine ambao wakiwa kwenye nyumba zao bado upatikanaji wa elimu umekuwa ni mgumu, na hii ni kutokana na mfumo ambao umeendelea kujitokeza. Tunatambua kwamba kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, wapo ambao wameweza hivi sasa kuwafikia wanafunzi wao kwa kuwapatia elimu kupitia njia za mtandao. Kabla tujaenda zaidi kufahamu wageni ambao tunao katika studio hii, tuende kule Arusha ambapo mwenzetu Ramadhani Mvungi alijaribu kuangalia namna gani ambavyo mfumo mbadala wa TEHAMA unaweza kuwafikia kirahisi baadhi ya wanafunzi na wakapata elimu hata kama wako nyumbani kwa muda huu wa maambukizi ya virusi vya corona. Sarah? Yes. Are you following? Yes, I'm following. Okay, did you see the code? Mwalimu Kanaeli Mbise, mtaalamu na mkufunzi wa mifumo ya kompyuta katika chuo cha uhasibu Arusha, anasema kwa njia ya teknolojia ya habari na mawasiliano inayotumika sasa imetoa fursa ya kukutana na wanafunzi wengi zaidi kwa wakati mmoja, na kwamba haitofautiani sana na njia ya awali ya ufundishaji madarasani kama ilivyozoeleka kwa wengi. Today's lesson we are going to learn the selection statements. Ni teknolojia inayoonyesha kukubalika kwa wanafunzi wa elimu ya juu ambao kwa sasa wapo majumbani, lakini wakiendelea na ratiba za masomo licha ya changamoto za kimtandao katika baadhi ya maeneo. Yani hapa niko tu nyumbani na sipendi kutoka. Nikitoka nikienda kwenye public najitahidi kujikinga, kukaa mbali na mkusanyiko wa watu. Okay. Na kunawa mikono kwa sana. Wakufunzi kutoka chuo cha uhasibu Arusha wanayo matumaini kwamba changamoto iliyopo inaweza kuibua fursa ya gunduzi zitakazoleta suluhu ya matatizo yanayoikabili jamii. Kwa sasa kuna ambao wanaweza wakasema kwamba wameshindwa kupata vifurushi vya internet, lakini kwa asilimia kubwa tunawafikia wanafunzi na tunatatua matatizo yao kama hawaelewi. Kuna namna nyingi tu za kuelewesha. Chuo cha uhasibu Arusha tunatumia Moodle pamoja na mbinu nyingine kama ulizoona Zoom meeting. Kwa hiyo baada ya kufundisha tunapandisha materials zetu kwenye Moodle Learning Management System. Tuko darasani kule unafundisha lecture, unafanya demonstration, nafikiri hapa uliona nikiandika code. Kwa it's a good thing, it's a good experience, new thing. Nafikiri ita change hata namna ya ufundishaji baadaye. Kwa hiyo siku zote janga linaweza likaja na fursa vile vile. Tunachokishuhudia hapa ni darasa ambalo linaendelea baina ya mwalimu akiwa katika eneo la chuo hapa katika chuo cha uhasibu Arusha, lakini wanafunzi wake ambao wapo katika maeneo mbalimbali
nchini, na hata wangekuwa nje ya nchi wangeweza kupata aina hii ya mafundisho ya mwalimu kufuatilia kupitia teknolojia hii. Na haya ndio mambo ambayo yanafanyika baada ya vyuo sasa mashule kufungwa kwa muda kutokana na janga hili la COVID-19. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiripotia Azam TV kutoka hapa Arusha. Hiyo ndio hali halisi ambayo inajitokeza hivi sasa. Wapo ambao wanapata elimu kwa mtindo huo wa tehama, lakini kuna ambao pia wanafuata mpango huo wa elimu kupitia hata televisheni, kwa sababu kuna vipindi mbalimbali ambavyo vinaendeshwa hivi sasa. Ni kufahamisha wageni tulionao katika kuliangalia hili swala la changamoto ya upatikanaji wa elimu hivi sasa katika hali hii ya maambukizi ya virusi vya corona. Awali ya yote ni mtambulishe kwako Dr. George Kahangwa. Yeye ni mhadhiri mwandamizi katika elimu na anatokea katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tunaye hapa studio. Karibu sana Dr. Kahangwa. Asante sana. Asante sana kwa nafasi ambayo umekuja kujumuika nasi. Nashukuru sana kwa mwalimu. Pia tunaye Dr. John Kalage. Yeye ni mkurugenzi wa Haki Elimu. Dr. Kalage, tunashukuru kwa nafasi yako hii na tunakukaribisha katika matangazo haya. Asante sana kwa kunialika kwenye kipindi hiki. Shukrani sana. Lakini pia tunaye Mwita Waitara. Yeye ni naibu waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, na tunajumuika naye kutoka Dodoma. Mwita, asante kwa nafasi na karibu katika mjadala huu. Raymond, nakushukuru sana. Naam, taarifa ambayo tumetoka kuiangalia hapo mwanzoni katika ufunguzi wa kipindi hiki kutoka kule Arusha ni kwamba upatikanaji huu wa elimu kwa wengi wetu ni mgeni na miundombinu yetu tunaijua, na hata kuna changamoto za hapa na pale. Nini tathmini yenu kwa kipindi hiki ambacho toka mwezi Machi katikati wanafunzi wamekuwa nyumbani na upatikanaji wa elimu ndio wa mazingira kama haya? Kwanza nikushukuru sana kwa kuniunganisha na Dr. Kahangwa, Karago wa Haki Elimu. Ni kweli kwamba baada ya shule kwa zimefungwa na tukaona ni njia mbadala ambayo inaweza kufanya wanafunzi waendelea kupata elimu kama kawaida. Kwa hiyo kiliundwa kikosi kazi cha kutoka Wizara ya Elimu, ofisi yetu ya TAMISEMI, taasisi ya elimu na wadau mbalimbali wa elimu, wakaja na mapendekezo ambayo sasa baadhi yake ndo yanatekelezwa na mengine yanaendelea kufanywa kazi kulingana na mazingira yetu. Na hili ni muhimu watu wakaelewa kwamba lazima tukubali kwamba tuna tatizo, na tuna tatizo la kidunia. Kwa kila nchi inajipanga kunusuru watu wake katika maeneo mbalimbali kulingana na uwezo wake, na kwa maelekezo na mwongozo wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, na kama ambavyo amekumbuka ujuzi alihutubia taifa, kwamba wataalamu wetu na wanasayansi, wanafunzi na walimu na wazazi na walezi ni lazima tujiandae huenda kupokea janga hili kwa muda mfupi au kwa muda mrefu. Kwa katika mazingira hayo, hiki kinachofanyika cha kutumia teknolojia ya tehama ili kuendelea kutoa elimu na angalau kukimbizana na ratiba ambazo zilikuwa zimeshapangwa, kwa sababu kila chuo kilikuwa na ratiba yake katika eneo lake. Vijana wa kidato cha 6 walipaswa wameshafanya mtihani, vile vile form 4 na wenyewe walikuwa wanajiandaa, hali kadhalika darasa la 7 na madarasa mengine. Lakini ukienda kwa nchi ambazo zimeendelea, wenzetu wamezoea kusoma kwa njia ya tehama. Kwetu sisi hapa Tanzania inawezekana jambo jipya sana, lakini wenzetu wamekuwa wanaitwa distance learning, kwa hiyo wanasoma kwa mbali, na hii njia pia ingeweza kufupisha kuondoa tatizo lile la upungufu wa walimu, kwa sababu mwalimu mmoja anaweza kufundisha wanafunzi wengi kwa wakati mmoja. Nikubali kwamba tumetoa maelekezo, kuna vipindi vya TV nyinyi Azam mnatusaidia pia kama mnafanya kwa kipindi hiki, lakini tuna TBC, tuna Channel 10, lakini tuna radio nyingine ambazo zinatumika, na tumefanya mawasiliano pale maeneo ambayo kuna shida labda ya umeme, labda kuna familia ambayo haina TV. Vipindi hivi ambavyo walimu waliobobea wamechaguliwa watafanya kazi hata kupitia radio zile loko.
kwa maeneo ya vijijini, kwa maana kwamba yule mwanafunzi ambaye hawezi ku access TV basi anaweza akatumia redio. Lakini baadhi ya maeneo pia walimu wetu na viongozi mbalimbali wa serikali wamekuwa wabunifu. Kwa mfano nimpongeze mkuu wa mkoa wa Simiyu, nimeona yeye ameenda extra mile mbele, amebuni namna ambayo unaweza ukapeleka elimu kwa watu wa chini kabisa. Jana nilikuwa napata mawasiliano kwa wadau wengine wa elimu, wanafuatilia vipindi vile vya kwenye TV kwa sababu ratiba imetolewa, wanatengeneza zile CD alafu wanashusha kwenye ngazi ya chini kabisa. Wito wangu ni kwamba sisi kama serikali na wadau mbalimbali wa elimu tunajitahidi kadri inavyowezekana kutumia miundombinu iliyopo pamoja na uchache wake, ili angalau wanafunzi wetu na hasa madarasa ya mitihani waendelee kupata elimu na kujiandaa. Ikitokea janga hili likaendelea kwa muda mrefu zaidi, maana yake pia tutakuja na mbinu nyingine namna ya kuweza kufanya ili mambo yaweze kwenda. Lakini hizi ni mbinu tunazochukua za muda mfupi ili tuweze kunusuru hali hii. Sasa nitoa wito kwa wazazi pia, pamoja na serikali kuja na mpango mkakati wa kutumia tehama ili vijana waweze kujisomea wakiwa majumbani kwao na maeneo ya majumbani kwao. Kumekuwa pia na wimbi la vijana ambao wanazurura mtaani. Wako mabinti wanazurura mtaani, wako vijana wa kiume na wengine wameanzisha biashara ndogo ndogo na wazazi wanaotumia kwenye masoko, kwenye minada. Ieleweke vizuri kwamba nia ya Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 5 ni njema sana, kwamba kwa kuwa hatujui ugonjwa utakuwepo kwa muda gani, ni lazima kama nchi tuanze kujipanga kupambana na hali hiyo kwa muda mfupi na kwa muda mrefu. Lakini vijana ambao marudi majumbani, hakuna kibali chochote ambacho kimetolewa vijana wakazurura mtaani au kwenda kwa engage kwenye biashara mbalimbali kuongeza kipato katika jamii. Kwa ni jambo ambalo tusaidiane sisi viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, lakini pia na viongozi wa jamii kwenye ngazi za mitaa, wazazi na walezi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais hajafunga nchi, ile inaitwa lockdown, kwamba watu wabaki majumbani kwao kwa sababu ya hali halisi tu ya uchumi wa Tanzania, kwamba sisi hatuna uwezo wa kukusanya kipato uweze kumudu kwa muda wa wiki, kwa muda wa mwezi, kwa muda wa miezi 2-3 ni ngumu sana. Kwa serikali imetoa maelekezo, wale wanafunzi ambao walipaswa kusoma wasome kwa njia ambayo inapatikana ya karibu katika eneo lake. Lakini vile vile waendelee kuchukua tahadhari ya corona kwa sababu ugonjwa upo na unaendelea kusambaa kwa kasi, na wenzetu wengi wametangulia mbele za haki. Sasa katika mazingira hayo, wataalamu wetu kama Dr. Kaangwa na Karage na wengine kama ambao wamefanya Global Link International na wengine, tusaidiane namna ya kuja na mbinu mbalimbali ambazo tunaweza kuwafikia wanafunzi walio wengi kadri itakavyowezekana. Ndio maoni ya serikali na tungetamani kwamba tuweze kuungana mkono katika jambo hili. Na ndio maana tunapozungumza leo pia tunaendelea na bunge. Unaweza kuona kunakuwa na mjadala hapa na pale, mambo mengine ya kupotosha. Moja ni kwamba bunge ni lazima liendelee kwa sababu itakapofika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2020 lazima serikali iweze kutumia fedha ya bajeti ambayo imepitishwa na bunge. Kwa hiyo bunge lingeahirishwa, inapofika mwezi wa 7 hizi fedha ambazo zinafanya miradi ya maendeleo, watumishi wa umma na walimu mishahara hazitakuwepo, kwa sababu ukitumia fedha itakuwa ni kinyume na katiba na utakuwa umeingiza nchi katika mgogoro wa kikatiba. Jambo ambalo Mheshimiwa Rais na sisi wasaidizi wake na washauri wake tusingekubali tuende kwenye mtego huo. Kwa bunge linaendelea kwa sababu fedha lazima zitumike kwa mujibu wa sheria. Jambo la pili, tusalie kwenye swala hili la elimu mtandao. Nikurejeshe tena kwenye tusalie kwenye swala hili la elimu mtandao Mwita. Ili miradi hii iendelee wanasema kwamba tumesikia kwenye taarifa ya awali na kupata vizuri. Kwenye taarifa ya awali wakati tunaangalia ile ya Arusha, wale wakufunzi wa mifumo ya kompyuta wanasema kwamba katika kila changamoto inayojitokeza kuna fursa zinazoibuka. Sasa katika hili la elimu mtandao, pamoja na kwamba limeonekana ni geni na kwa wengi wetu maandalizi hayakuwa ya namna hiyo kwa sababu alikutarajiwa kutokea, mnaiona hiyo fursa katika mitaala yetu ya elimu kwa baadaye inapotokea kuna kikwazo kama hiki cha mlipuko wa magonjwa afu wanafunzi wakashindwa kwenda shule, likawa si tatizo gumu tena kwa mbeleni huko? Mimi nafikiri kwamba ni tatizo limetokea, lakini kama nilivyosema, wako watu ambao umeona ni fursa, na kwa sababu hili ni janga limetokea, ni umeshukizwa, tutaendelea kuboresha mifumo yetu kadri muda unavyoenda na kadri tunapata uwezo. Lakini hili pia ni fundisho kwamba kama taifa tujiandae
kwa nyanja zote. Tunaweza tukatumia hizi njia za kawaida, lakini tukajiandaa pia kimtandao kwa nchi ambazo wana uwezo mkubwa wameshajipanga. Hapo tunazungumza kwa baadhi ya maeneo ambayo viongozi wetu na Mheshimiwa Waziri wa nishati wamejitahidi kupeleka umeme, lakini baadhi ya maeneo umeme haujafika. Kuna maeneo ambayo shule zetu nyingi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwenye ukarabati ambao umefanyika. Ukarabati unafanyika kwa shule nyingi Kongo, na hizi mpya zinazojengwa tunaweka pia vyumba vya tehama. Hii miundombinu pia ni changamoto kwa baadhi ya shule zetu. Haya ni mambo ambayo yametupa fundisho, tunayachukua kama changamoto. Huku tunakoenda kupanga mipango yetu ya nchi kama taifa, tutachukua fursa ya kujiandaa ili kitokee janga kama hilo wakati mwingine, basi vijana wengi waweze kupata fursa hii. Wakati mwingine huko mbele hii pia inaweza kutusaidia tukiimarisha miundo yetu na tukapata uwezo mkubwa wa kifedha, inaweza kusaidia kupunguza uhaba wa walimu. Hapa tunapozungumza, ukiwa na mwalimu mmoja wa hesabu ambayo pia na masomo ya sayansi ambayo ndio changamoto kubwa ya upungufu wa walimu, unaweza kutumia mfumo wa tehama ukafundisha, na baadaye hata hizi simu za mikononi, wale wazazi tumehimiza pia wazazi ambao na wasimu hizi za mikononi wanaweza wakazitumia, kwa sababu mwalimu akishafundisha pale kwenye mtandao, kwenye TV, wanaweza ka download material yale, mwanafunzi mwenyewe taratibu akaanza kujisomea na kujipitisha, huku akaendelea kukumbukia kile ambacho mwalimu alikuwa anafundisha. Kwa changamoto zipo, tusipokee, ni wakati wa shida, lakini serikali ipo kazini, inajipanga na wataalamu mbalimbali na wale ambao wana vyombo vya habari pia kama hizi radio TV ya Azam, radio hizi za loko katika maeneo mbalimbali, vijana wale wa IT, angalau kila mtu ameanza kufanya ubunifu katika eneo lake ili tuweze kulitumia kuweza kuboresha muundo huu. Hata kiwepo na madarasa yako maeneo ambayo pia watu wametoa kumbi zao za mikutano na za starehe kwamba zimegeuzwa kuwa madarasa ili waweke ufunga mitambo na watoto wetu wanaweza kusoma. Tunachosema ni kwamba hili jambo ni jambo jipya, huenda halikuzoeleka sana, lakini lazima tujiandae kupokea hili ili tuweze kujifunza, tuende kwenda kukimbizana na wenzetu. Nitarejea tena kwako Mwita Waitara, naibu waziri wa TAMISEMI. Dr. Kahangwa, tumemsikia naibu waziri anasema kwamba hii ni fursa pamoja na changamoto zilizopo, lakini unaona kwamba kuna nafasi ya wataalamu kama nyinyi kupewa nafasi kama hiyo sasa, kuangalia kwamba fursa hii inatumika vipi hata huko baadaye inapotokea kuna kesi kama hii, inakuwa si swala tena la kwanza kujiuliza ama kujikongoja kwamba tunatokaje katika hili. Wataalamu ndo kama nyinyi, mnasemaje? Nashukuru sana Raymond, na namshukuru naibu waziri kwa jinsi alivyoeleza, nami nimefurahi kukutana naye. Bahati nzuri na yeye ni mtaalamu kwa historia ninavyofahamu, ni mwalimu mwenzangu. Na alivyozungumza sana sana ameangalia ule wajibu wa mwalimu, yani kufundisha. Kwenye wajibu wa mwanafunzi kujifunza, hapo kidogo maelezo yake yalikuwa hayajaenda sana, ingawa amesema kabisa mwanafunzi anaweza kujisomea. Ndio. Labda nimwambie naibu waziri kwamba pamoja na mikakati mizuri inayoendelea ya tehama, yako mengi ambayo hayajafanyika, labda tukiendelea kujadili tutaibua na mengine. Kitu ambacho kingekuwa kilishaonekana tokea na mapema ni kuhusu mtoto anajifunzaje sasa anapokuwa nyumbani. Inawezekana kabisa wengine kwenye miji wataweza kupata hivyo vitu kwa njia ya mtandao, wataona, lakini kuna wale ambao ukweli Tanzania tunaijua, kuna ambao hata redio itakuwa ni shida. Kwa hiyo nadhani miongoni mwa vitu ambavyo serikali ingekuwa inafanya sasa hivi, lile ambalo tumelipigia kelele siku nyingi juu ya idadi ya vitabu, kitabu kimoja kwa watoto wangapi, linajitokeza dhahiri kabisa sasa hivi. Kwa watoto walioko mijini na hao wa shule ambazo ni za binafsi, unaona kabisa wana vitabu vyao, wanaweza wakasoma nyumbani. Kwa hiyo hata akipata assignment kwenye mtandao na kadhalika, kuna zana nyingine hapa inaitwa kitabu, ataitumia kwa sababu anacho. Lakini kuna mahali ambapo waziri atajua, maana bahati nzuri ni mbunge pia, anajua maeneo ya huko ndani ambako mwenye kitabu ni mwalimu. Kwa hiyo mwalimu huyu atabaki na hicho kitabu, na bahati nzuri labda hata redio haijafanya kazi sawa sawa, light kama mtoto angekuwa na kitabu ili aweze kujisomea, kwa sababu elimu ina kufundisha na kujifunza. Sasa ule unaosema wajibu wa mtoto, wajibu wa mwanafunzi, basi mtoto huyu angekuwa na kitabu. Kuna changamoto inaweza kujitokeza hapo kwamba unasambazaje vitabu wakati kuna corona, lakini nadhani serikali itafute utaratibu kule ndani kule vitabu vifike kule ambako hatujaona kwamba kuna hatari kubwa ya kusambaa kwa hivi virusi. Tutafute namna, ikibidi hata kuvisanitize vitabu vyenyewe ili viwafikie watoto wasome. Inawezekana hawatapata namna ya kufikiwa na mwalimu kwa njia hizi tunazosema, lakini watafikiwa na kile kitabu mtoto akisome. Na hapo utakaposema wajibu wa mtoto,
bila shaka utaambatana sasa na wajibu wa mzazi sasa akamsimamia yule mtoto akisoma kile kitabu. Kuna mambo mengi, hata Dr. Karage atakumbuka tumepiga kelele sana kabla ya kuibuka kwa corona juu ya kufa kwa tabia ya kujisomea. Kumbe inakuja inajionyesha sasa unamwambia mtoto soma, alafu wewe mzazi siku nyingi wala hata gazeti usomaji wala chochote. Kwa hiyo sasa hivi linatukumbusha kwamba yale ambayo yalikuwa mazuri tukayaua. Ni wakati wa kuona kwamba kumbe ulichokuwa unaacha kilicho kizuri. Unaona sasa umuhimu wake tulikuwa tunaosema. Kwa hiyo mtoto anao wajibu sasa wa kujisomea na mzazi anao wajibu wa kumsimamia mtoto pale asome, lakini kitabu kiwepo. Kuna baadhi ya shule wamejitahidi wanatuma vitu kama mitihani au hivyo vitini, wazazi wanapakua kwenye mitandao. Sasa kuna wale ambao wataweza kupakua. Kwa hiyo ningeomba, bahati nzuri ni waziri wa TAMISEMI, hizi halmashauri zetu, mheshimiwa waziri, zingekuwa na huo wajibu kwamba yule asiyefikiwa na mtandao, hebu tumpelekee kitabu aweze kusoma. Na kama wataogopa labda kwenda kaya kwa kaya, bado tunaenda madukani tunanunua, kama tunavyonunua mchele, basi tununue na kitabu kiwepo ili mtoto apelekewe asome. Sasa elimu haishii tu kwamba mtoto kasoma. Kuna changamoto pia ya kuja kutathminiwa. Hiyo tathmini ambayo mtoto anakuwa anaenda nayo na hiyo ya baadaye. Tumeona kwamba mitihani ambayo ingefanyika mwezi Mei huu kwa mfano ya kidato cha 6 ndio hiyo imesogezwa mbele, hatujui hadi lini. Lakini kuna ile ambayo tunaweza tukasema tathmini endelevu. Kwa hiyo wale ambao wana bahati ya kupata hiyo mitandao, bila shaka wataweza kuwa wanarejesha shuleni kwamba nilichoweza kujibu labda mwalimu assignment ulionitumia nimejibu namna hii. Hiyo mitandao ipo. Kwa mfano kuna wanaotumia, nimeona shule moja wanatumia wanasema Google Classroom. Hiyo inaruhusu mwalimu anaweka mitihani, wanaipata wanafunzi, wanajibu, na hata hao ndio sema kwamba wanapakua wakiprinti pale mzazi mtoto akafanya, wana namna ya kukusanya na kuzirudisha shuleni. Lakini sasa yule ambaye huo utaratibu wa kurudisha kwa mtandao nao pia una haja ya kutengeneza utaratibu wa kuweza kumwezesha yule mtoto ambaye hatapata hii elimu ya masafa ya mtandao. Kuna mambo mengi yanayojitokeza. Unajua tuna mambo ambayo ni ya kisera, na hii sera sio ya TAMISEMI ya kufunga shule kusomea nyumbani. Actually sio ya TAMISEMI peke yake au Wizara ya Elimu peke yake, bali ni ya Wizara ya Afya, kwa sababu hili ni swala la afya ya jamii. Kwa hiyo kwenye sera zetu laiti kama lingekuwepo, hata waziri mkuu na waziri Umi walipokuja kulizungumza hili kwamba tunafunga shule, laiti kama tungekuwa tunaliona kwamba inapotokea majanga kama haya huwa tuna hii sera ya kufunga shule. Sasa unafunga shule na yenyewe ina design mbalimbali. Kuna ile kufunga kabisa au kafunga kwa sehemu. Kinachojitokeza kwa sasa hivi Tanzania ni kana kwamba tumefunga kwa 90% kwa baadhi ya shule, lakini kuna baadhi ya shule zimefunga labda kwa 60%. Kwa mfano shule za binafsi. Wale ambao wanamiliki zile shule wanaendelea kulazimika kuwalipa walimu. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais amesema amewahakikishia walimu watawalipa au ni wa umma. Lakini sasa walimu ambao ni wa shule za binafsi wamepata changamoto, na baadhi wanatupigia simu wanasema mtushauri tufanyeje, tupe utaalamu. Mimi kafika mahali nikasema laiti kama swala la walimu lingekuwa kwenye sera zetu kwamba mtu anaweza akamiliki shule binafsi, lakini swala la mwalimu kwa kweli serikali inalibeba. Nadhani serikali hata sasa hivi ianze kufikiria hawa walimu wa shule za binafsi namna gani wanaendelea kuandaa hivyo vitu. Ndio na sisi ni wazazi tunaona kuna mahali mwanangu anasoma, basi imekuwa ni ubishi kwamba tunakulipa ili ufanye nini, ufundishi mwanangu, lakini anasema tunaandaa. Kwa hiyo walimu bado wengine wanaendelea kwenda shuleni ili waweze kuandaa kile ambacho watoto wanaweza wakakipata. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni partial school closure, ambayo sio hiyo, ndio maana nasema 60%. Sasa changamoto zilizoko kule, nafikiri kwamba na serikali ingeanza kuziangalia kwamba shule za binafsi changamoto ambazo wamepata isije ikaonekana kwamba shule za binafsi kwa kuwa zinaweza kupata mitandao kirahisi wanazo changamoto, moto unawaka kule ndani. Kwa hiyo wakati tunatafuta ufumbuzi tuziangalie na hizo shule, tuwasiliane na wenye shule tuweze kuona changamoto walizonazo, nazo zitupe somo tuweze kutafuta utafuta. Tutalipa nafasi hili la shule binafsi na hali ambazo wanakumbana nazo kwa mazingira kama haya. Lakini wakati tunazungumza haya na changamoto ambazo pia umeziainisha baadhi, taasisi ya Haki Elimu wenyewe wamefanya utafiti wao katika mazingira haya ya elimu mtandao na hata inayopatikana kwa njia ya televisheni. Pengine kwa muktasari nimjulishe mtazamaji tu haya ambayo tumeyadonoa katika utafiti huu wa Haki Elimu kabla tujaenda kwa Dr. Karage ili atueleze na changamoto hizi kama zinajitokeza. Kama unavyoweza kushuhudia hapo ni kwamba kwa mujibu wa utafiti walioufanya ni kwamba
Idadi ya Watanzania wenye TV na wanaofuatilia matangazo ni 24%. Huu ni utafiti wa kielimu na majibu hayo walioyapata katika utafiti wao. Na wanasema kwamba idadi ya Watanzania wenye redio na wanaofuatilia matangazo ni 43%. Kwa sababu tumemsikia naibu waziri anasema kwamba wanaoshindwa televisheni watapata elimu kwa mtindo wa redio. Ni sehemu ya utafiti ambao umefanywa na Haki Elimu kuhusiana na mazingira haya ambayo tunakabiliana nao hivi sasa. Lakini kwa idadi ya Watanzania wenye simu janja ni 78%, kwa sababu tumeona kule kwenye taarifa ya awali ya Arusha kwamba watu wanaweza kupata matangazo haya ama vipindi hivi vya masomo kupitia hata kwenye simu zao za mkononi ama kupitia kwenye laptop na vifaa vingine ambavyo vinaweza vikawafanya wapate elimu. Kwa ufupi, haya ambayo tumeyagusa katika utafiti huu wa Haki Elimu, na kwenye televisheni tayari tulikuwa tumeshaona. Nije kwako Dr. Kalage, kuhusiana na utafiti huu ambao umeufanya katika mazingira haya ambayo Tanzania inayo hivi sasa na mfumo huu mbadala wa elimu mtandao na kwenye televisheni. Hebu tueleze mlichokibaini kwa ukubwa wake ni kipi katika hali hii ambayo tunayo hivi sasa? Nakushukuru sana mtangazaji, ndugu yangu Raymond, kwa swali hilo zuri, na pia nawashukuru wazungumzaji waliotangulia, Mheshimiwa Mwita pamoja na Dr. Kahanga. Ni kweli Haki Elimu tumefanya uchambuzi hivi karibuni kujaribu kutoa maoni yetu kwa namna gani tunaweza kama taifa tukakabiliana na athari za katika sekta ya elimu zinazotokana na janga la COVID. Kama ambavyo umesema awali ni kwamba serikali mojawapo ya hatua ambazo wamezichukua ni katika kupunguza uwezekano wa maambukizo ya COVID-19 ni kufunga kwa shule zote na taasisi za elimu, ambao kwa sasa wanafunzi takriban milioni 12.2 wako nyumbani. Na ili kupunguza athari hizo, kuna hatua mbalimbali ambazo serikali imechukua, wadau wa elimu wamechukua, na hata taasisi mbalimbali za elimu zimechukua. Kwa bahati nzuri ninapata nafasi ya kushiriki katika vikao vya juu vya wadau wa elimu kujaribu kuangalia kama taifa tunaweza tukafanyaje ili kupunguza athari hizo. Kwa hiyo ninafahamu mikakati mbalimbali ambayo imeshachukuliwa na mikakati ambayo inaendelea kutathminiwa na tunatarajia kuichukua. Sasa zile takwimu ambazo tumetoa, actually takwimu za uchambuzi ambazo tumetoa kutoka kwenye tafiti za serikali. Kwa mfano, Household Budget Survey ya mwaka 2017 na 18 ndiyo inaonyesha kwamba idadi ya Watanzania wenye redio ni 43%, na idadi ya Watanzania ambao wanamiliki television wanaweza kufuatilia matangazo ya television ni 24%, na Watanzania ambao wana simu ni 78%. Kwa hiyo katika hatua yote unayochukua lazima ujue kwamba unaweza ukawafikia watu wangapi. Na pia ukiangalia kwa mfano kwa takwimu za TCRA za kota ya 4 ya mwaka 2018 ilionyesha kwamba Watanzania milioni 43.5 wanamiliki simu. Kwa hiyo hii ni idadi ambayo inaendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Ukilinganisha na ile ya Household Survey, ile inasema 78. Lakini pia katika taarifa yao ya kota ya 4 ya mwaka 2018 inaonyesha kwamba Watanzania 81% wana access. Naomba nirudie hapo. Taarifa yao ya Disemba mwaka 2019 inaonyesha kwamba ni Watanzania 46% tu wana access na internet. Kwa hiyo niliona nitoe takwimu hizo ili kujenga msingi wa kwa namna gani hatua ambazo tunachukua kama taifa zinaweza zikawasaidia watoto wengi wa Kitanzania. Sasa ukiangalia takwimu hizi, kwa mfano ukianzisha vipindi vya television, ujue kwamba vitawasaidia watoto, lakini si watoto wote watapata access. Ukiwa na vipindi vya redio utaongeza idadi ya watoto ambao unaweza ukafikia kwa elimu ya masafa, na kwa njia ya simu unaweza ukafikia idadi kubwa zaidi. Kwa hiyo mipango ambayo tunaiweka ni lazima ihakikisha kwamba inazingatia hayo. Sasa changamoto ambayo tunaiona ni kwamba si watoto wote wanaweza wakapata nafasi ya kuendelea kusoma
wakiwa nyumbani katika kipindi hiki, kwa sababu si wazazi wote wanaweza kuwa na access aidha na redio au television au simu. Kwa hiyo hilo ni lazima tulijue, na hata tutakapotoka kwenye changamoto hii ambayo hatujui kwamba tutatoka lini, tujue kwamba pamoja na jitihada za serikali na wadau wa elimu kuhakikisha kwamba watoto wanasoma, lakini bado kuna watoto ambao hawakupata nafasi ya kusoma katika kipindi hiki ambacho shule zimefungwa. Lakini pia jambo lingine ambalo tunabidi tulitazame ni kwamba tunawezaje kuongeza kwa mfano idadi ya Watanzania ambao wanaweza ku-access internet. Ukiweza kuangalia kwa mfano gharama ya kupata labda megabyte 75 kwa siku ni kama takribani shilingi 1,000. Sasa kama kila siku unataka upate megabyte 75, kwa mwezi unahitaji shilingi 30,000. Na ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba si Watanzania wote wana uwezo mkubwa wa kifedha. Zaidi ya nusu ya Watanzania wako chini wanaishi chini ya kiwango cha umaskini cha dola 1.9 kwa siku, na zaidi ya milioni 14 wako kwenye ule umaskini mkubwa kabisa. Sasa unafanyaje ili kuweza kuongeza access ya watu wanaomiliki simu, ya watu ambao wanaweza ku-access internet? Tunafikiri kwamba labda ni wakati mwafaka serikali, wakati huu tunapambana na janga la corona, labda tufikirie hata kuongea na makampuni yanayotoa huduma za internet ili kuweza kupunguza gharama za internet labda kwa 50%, 50%, ili kuongeza idadi ya Watanzania ambao wanaweza waka-access mitandao, na kwa namna hiyo wanaweza wakapata elimu kupitia njia ya mtandao, ambayo ni mojawapo ya jitihada na encouragement ambayo serikali na wadau wa elimu tunatoa ili kuweza kuona kwamba watoto wetu katika kipindi hiki wanaendelea kujifunza. Hilo ni jambo mojawapo. Lakini pia nilikuwa najaribu kuangalia, nafikiri kuna wazungumzaji wamesema kwamba corona imekuwa ni fursa kwa namna moja au nyingine. Nikiangalia kwa mfano Tanzania, tulionyesha nia ya dhati tangu mwaka 2003 tulipotunga National ICT Policy ili kuweza kukuza matumizi ya TEHAMA, na mwaka 2007 tulitunga sera ya ICT kwa elimu ya msingi. Lakini na pia ukisoma sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 inayozungumzia kuweka mkazo katika kukuza matumizi ya TEHAMA kwenye mfumo wa elimu. Lakini kwa bahati mbaya janga hili limetukuta tukiwa hatujatekeleza kwa kiasi kikubwa yale ambayo tuliyadhamiria katika sera hizo ambazo nimezitaja hapo. Kwa mfano, ili uweze kuhakikisha kwamba watoto sasa hivi wanatumia internet, lazima uwe msingi huo umejengwa. Lakini ukiangalia kwa mfano miundombinu, kwa mfano kwenye shule zetu kama ambavyo amesema Mheshimiwa Mwita, kuna mikakati mbalimbali ya kufikisha umeme kwenye mashule. Lakini ukiangalia upatikanaji wa umeme, kwa mfano shule na madarasa ya awali ni 41% tu ambazo zina umeme, na kati ya shule 17,000 za msingi Tanzania ni shule 7,322 ambayo ni sawa na 41.7% ambazo zina umeme. Na ukija kwenye swala la kompyuta, shule zetu zote zina kompyuta 7,237, na hizi ni kompyuta zile desktop, na kompyuta tablets ni 8,430 ambazo hizi zinategemewa zitumike kwa watoto takriban 10,000. Kwa hiyo hatukuwa tumejenga msingi mzuri wa TEHAMA. Kwa hiyo hata kama tunakuja na hizi idea za kutumia TEHAMA, kutumia elimu masafa, lakini kwa sababu ya msingi ambao tunaona changamoto zingine ambazo nimezitaja bado hazitakuwa sufficient enough ku address kwa kiasi kikubwa changamoto ya watoto kujifunza wakiwa nyumbani, au changamoto za kufungwa kwa shule na hatua ya kuwa encourage watoto kujifunza wakiwa nyumbani, kwa sababu msingi haukuwa umejengwa vizuri. Lakini pia tuna changamoto ya access ambayo nimeitaja kwa takwimu ambazo nimezitoa awali. Naomba naweza kuishia hapo kwa muda. Nashukuru. Ukihitaji naweza kuendelea, nina mengi ya kusema. Asante sana Dr. John Kalage, mkurugenzi wa kielimu, kitupa kwa muhtasari yale ambayo yanajitokeza katika uchambuzi walioufanya kuhusiana na mazingira haya ambayo Tanzania inayo hivi sasa ya upatikanaji wa elimu kwa njia ya mtandao. Pia kuna changamoto ambazo ulikuwa umezigusia Dr. Kahangu, ambazo
pia zinaonekana sasa zinajitokeza pia hata kwenye uchambuzi wao waliofanya kuhusiana na hali hii jinsi ilivyo. Bila shaka Naibu Waziri Mwita, umetufuatilia vizuri katika haya ambayo wataalamu wenzako wa elimu wameyagusia, lakini kabla sijaja kwako kuhusiana na swala hili, mwanzo tumeona taarifa kuhusiana na elimu mtandao, lakini wapo wengine ambao ni kundi la watu wanaopata elimu hii kwa kupitia televisheni. Kule Njombe, mwenzetu Emmanuel Kalemba alipita kwenye baadhi ya familia na kuangalia ni kwa namna gani swala hili la kusoma kwa kupitia runinga linawafikia wanafunzi kwa urahisi wake ama kwa changamoto ambazo wanakumbana nazo kulingana na mazingira walionayo. Nimetembelea nyumba kadhaa kuona namna wanafunzi wanavyotumia muda wao kujisomea wakiwa nyumbani wakati huu wa likizo. Karibu tena katika mada yetu ya uwepo wa vipindi vya masomo kupitia chaneli ya Azam Extra umeonekana kuwasaidia wanafunzi ambao hufuatilia kulingana na ratiba ya masomo na madarasa husika. Wanafunzi tunasoma, kwa mfano hapa wanafundisha kila darasa, na kwa mfano sisi ambao tupo madarasa ambao ya mtihani tunakuwa tuna nini? Tunapata vitu ili tukifika hata shule walimu wasipate shida ya kuendelea kutufundisha vitu kwa muda mrefu. Sisi wa form 4 kidato cha mwisho kwa level ya ordinary tuko najuza, tunarudi shuleni mwezi wa 10 au 11 tunakutana na mtihani afu hatujasoma, lakini Azam Extra imetusaidia kutupatia walimu. Ufuatiliaji unahitaji umakini ili usipitwe na mambo muhimu. Kalamu na daftari ni nyenzo za lazima wakati wa ufuatiliaji, huku wito ukitolewa kwa wanafunzi ambao wanashindwa kutumia muda vizuri kwa kujifunza. Huaga naandika vitu ambavyo tunafundishwa katika TV yetu. Wasiweze kuenda mitaani na kuanza kuzurura ovyo, waweze kukaa majumbani kwao na waweze kujifunza. Baadhi ya familia usimamizi wa ratiba ni swala jumuishi, hususan kunapokuwepo na wanafunzi wa madarasa na vidato tofauti. Ratiba huwa zinaonyeshwa kwenye channel ya Azam Extra. Kwa hiyo kwa kufuata ile ratiba, kwa mfano kama ikiwa ni asubuhi, unaangalia ratiba, unawakumbusha, maana yake yani wao muda mwingi huwa yani hawezi kukumbuka ratiba. Kwa hiyo muda mwingi tunakuwa tunawakumbusha, kama ratiba ni ya somo hili unamuita mhusika. Wanafunzi wanakumbushwa kuendelea kujisomea wakiwa nyumbani na walio na runinga kufuatilia masomo kupitia vipindi vinavyotangazwa. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe. Hayo ndio ambayo mwenzetu Kalemba aliyaona katika baadhi ya familia, lakini tumekuwa na ripoti kadha zikionyesha namna ambavyo familia zinafuatilia masomo na watoto wao kupitia vipindi hivi vya televisheni ambavyo ni moja jitihada zinazofanywa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kushirikiana na Taasisi ya Elimu. Sasa nije kwako Naibu Waziri wa TAMISEMI Mwita Waitara hapo Dodoma. Tumeona pamoja na mikakati hii inayofanyika, changamoto kadhaa zinaendelea kujitokeza, kwamba ukilinganisha idadi ya watumiaji wa televisheni na wa redio, bado kuna kundi kubwa linaloweza kuachwa pembeni kwa wanafunzi wetu ambao tunahitaji wapate hii elimu. Lakini kuna changamoto ya miundombinu katika shule ambazo tulizonazo kulingana na mazingira haya yaliyopo. Limezungumzwa pia swala la walimu wetu wa serikali wana kicheko hivi sasa kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema kwamba wao wataendelea kulipwa, lakini kwa watu binafsi na walimu wao hapa mnawaangalia vipi? Kwa changamoto hizi chache tuanze na hizo, afu tutaangalia na mengine pia yaliyoibuka katika mjadala. Mwita. Mimi nashukuru sana Bwana Raymond, na furahi kwamba nimepata maelezo ya Dr. Kangwa na Dr. Kalage, na nimwambie Dr. kwamba nipo, na sisi siasa za darusu tumehamishia huku kwenye siasa ya nchi. Mwanzangu ameendelea kubaki kwenye taaluma kwa maana ya mwalimu. Sasa mtangazaji, mimi na tatizo moja na watu wetu. Ukisikiliza maelezo ya Dr. Kangwa, ukasikiliza maelezo ya Dr. Kalage, na hata ungemuita mtu mwingine huenda kumhoji, bado hawajapokea kwamba hii ni changamoto. Utaona watu hao wa haki elimu wana fursa, wana wafadhili mbalimbali, wanafanya utafiti, lakini katika haya yote ambayo amesema, hujamsikia anasema kwamba wao sasa wanasaidiaje na serikali ili kumaliza tatizo hili au kulipunguza. Kwa sababu tupo kwenye tatizo,
Ni kweli kwamba, na nilikubali tangu mwanzo kwamba tuna upungufu wa miundombinu ambayo inaweza kusupport TEHAMA, na kwa hali yetu ya kawaida ya maisha hatuwezi kudanganyana kwamba kwa sababu imekuja corona kwa kila familia itakuwa na miliki redio, itakuwa na miliki TV, itakuwa na umeme. Haya ni mambo ambayo yalikuwepo kabla. Tuna umaskini katika familia zetu. Watu wametofautiana kwa kipato cha kawaida, wanatofautiana katika mwamko pia wa elimu. Kwa mfano ukikuta familia ambayo kuna watu wamesoma, ni watumishi, wanafanya shughuli mbalimbali, ni tofauti na familia ambayo mtoto ndio kwanza ameibuka na amefika kidato cha 4 au darasa 7 au kidato cha 6. Kwa hiyo ni mambo ambayo inabidi tukubali kama Watanzania, tuseme hii ni vita. Kila mmoja aonyeshe namna ambavyo tutapambana na hii vita. Na kwa sasa katika swala la elimu tuonyeshe namna ambavyo kila mtu kwa nafasi yake atasaidia ili tuweze angalau kupeleka elimu kwa vijana wetu wakati tunajipanga. Hayo mengine ambayo yamezungumzwa mengi kwa kweli yanahitaji muda, yanahitaji gharama, yanahitaji maandalizi. Sasa tupo kwenye katikati ya vita. Hatuwezi kusema turudi tuende kutafuta kompyuta tupeleke umeme kila mara kwa wakati mmoja, haiwezekani. Lakini furahi kwamba kuna baadhi ya mapendekezo labda kwa makampuni ya simu. Nimeona ni wazo jema hili. Kama kuongea na watu hao wa simu wakapunguza bei zao, MB zikapatikana. Lakini pia Dr. Kaangu amezungumza vizuri kwamba kuna wajibu wa wazazi, kuna wajibu wa wanafunzi wenyewe. Nimesema mwanzoni hapa, kuna wanafunzi wengine swala sio kupata TV hata kwa jirani. Hapana. Sio kwamba hawana redio, hapana. Hawasomi tu kwa sababu wamezoea tu kusimamiwa. Sasa katika mazingira haya lazima kwa kweli kila mtu arudi, tuhamasishane, tukubali kwamba lina tatizo na tuone namna ya kuweza kulitatua. Mimi niseme tu kwamba haya mambo yote serikali inayajua. Tunafahamu kwamba kuna upungufu wa television katika maeneo mbalimbali, lakini tumesema hizo chache zilizopo zitumike vizuri. Tuna shida pia ya maeneo ambayo tunapata kompyuta, accessibility ya kompyuta. Lakini tukienda internet kefu bado wakijazana pale kwenye internet kefu bado kuna shida. Kwa hiyo mambo haya mengi tulichofanya kwamba kwa sasa na hasa madarasa ya mitihani wasisahau kabisa. Na nguvu kubwa imeelekezwa hapo. Lakini ili jango wataalamu wanafanya tathmini, tunaongea na wataalamu wetu. Ndivyo tunampongeza Mheshimiwa Rais, amekubali kwamba kule Madagascar inaonekana kwamba kuna tiba imepatikana hata kama haitatibu au kuondoa shida kwa 100%. Kuna hizi nyungu zimependekezwa na viongozi mbalimbali na Watanzania kujivukiza, kunawa mikono kila wakati na kufanya sanitizer, kukaa mbali na wengine. Inawezekana tukichukua hatua hizi ambazo zimetolewa za kitaalamu na za kawaida kulingana na mazingira yetu. Na Mheshimiwa Rais tunampongeza, ametoa ndege imeenda Madagascar. Msafara umeongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje Profesa Kabudi, amesharudi. Kwa hiyo inawezekana dawa kama hizi na juhudi mbalimbali zikasaidia kupunguza janga hili. Lakini kama itaonekana kwamba janga linaendelea, haya maoni ambayo wataalamu wetu wanatoa na hao wengine ambao tupo kwenye kipindi hiki sasa hivi yatafanywa kazi. Lakini watie moyo wanafunzi kwamba serikali ni sikivu. Baada ya kukubali kwamba tunaenda aidha tunafungua shule jumla au tunafungua kama ni semi opening the school, vyovyote itakavyokuwa, tutaona namna ambavyo kukava magepu ambayo yamejitokeza. Tunajua pia kuna wanafunzi wengine kwa kweli hali zao za maisha ni hoi bin tabani. Hawezi kupata radio, hawana TV, hawana umeme, na huenda wengine wanakaa na wajane au wabibi watu wazima ambao hawezi kuwasaidia, hawezi kuwapa ushauri wa kitaaluma, na watoto wengine wamepelekwa mashambani, wanakuza bidhaa mbalimbali mtaani. Kwa hiyo mambo hayo yote shule zikifunguliwa au kadri itakavyokuwa, tutashauriana namna ya kuweza kulifanya. Lazima serikali itajipanga namna ya kukava ili angalau watoto wetu kuweza kuwarudisha katika mfumo wa kawaida wa elimu, isipokuwa kuna baadhi ya mambo yatakuwa yamechelewa. Kwa hiyo maoni yangu ya jumla ni kwamba ni kweli tumepokea simu, walimu wanatuandikia, wanalalamika, na hasa shule binafsi kwamba wao halipo. Tumejaribu kuongea pia na wamiliki wa shule. Wanasema malipo yao ya mishahara ya walimu ni malipo ambayo ni ada wazazi wanalipa kwa watoto kusoma. Sasa kwa kweli watoto wapo nyumbani na wazazi wamekuwa wagumu sana kulipa fedha akiwa mtoto yupo nyumbani. Swali ambalo tumeuliza, je, shule zikifunguliwa watoto watarudi shuleni na wazazi huenda watalipa ada yote, kutakuwa na makato. Hao walimu ambao sasa hawajalipa miezi kadhaa hii
tangu mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, huenda wa 7. Je, wao hali yao itakuwaje? Kwa hiyo tumechukua jambo hili kwa ujumla wake, hatukuangalia walimu wa shule binafsi peke yake, tumeangalia sekta binafsi pia na maeneo mbalimbali yameleta malalamiko. Tumewasiliana na sekta za kiwizara mbalimbali, tunalitafakari kwa kina na huenda tutakuja na mapendekezo na maoni namna ya kuweza kuwasaidia. Lakini lingine ni hili kwamba je, kipindi kijacho kitokea janga kama hili, walimu wetu ambao kwa kweli wamesaidia serikali kupunguza uhaba wa walimu katika mashule na wenyewe kujiongezea ajira ambayo wao ungekuwa mtani walikuwa mzigo wa serikali na kutulalamikia mara kwa mara kwamba serikali imeshindwa kuwaajiri. Haya yote yamechukuliwa na yanaweza kufanywa kazi. Jambo la mwisho ambalo nataka niseme kwa hapa ni kwamba sisi kama wasomi na wataalamu mbalimbali wa Tanzania, kunapokuwa na janga kama hili ndio wakati wa kuonyesha ubobezi wetu katika taaluma. Nini kifanyike? Nimesema hapa kuna wengine wameenda kwenye TV, wamefuatilia vipindi, wamejaribu kutohoa yale ambayo yanafundishwa na kuandika in summary form, yamepakiwa kwenye vitabu, kwenye maboksi, wamepeleka kwenye mashule yao. Yaani kwa mfano mtu kama Dr. Kahangwa ni msomi wa level ya chuo kikuu, ni mhadhiri, ameamua kwamba mimi kwa kidogo ninachokipata nimechukua masomo haya, na yeye huenda mwalimu anafundisha somo ambalo analijua, anaweza akapata syllabus yetu akaipitia ikaendelea kufanywa kazi. Kwa watu wamechukua hatua mbalimbali kwa kweli. Cha muhimu ninachokiona ni kwamba sasa hivi sio wakati wa kulaumiana. Tunalo tatizo la kidunia, tuna janga la dunia na corona ipo, na kweli watoto wetu wapo majumbani. Kwa hiyo waje pamoja na mikakati na mawazo, wanawezaje kushauriana na serikali ili watoto waweze kupata elimu. Je, kule kwenye vijiji vyetu, kwenye vitongoji, kwenye mitaa, ni nani ambaye kwa kweli hana redio? Nani hana TV? Utafiti umetolewa hapa wa Haki Elimu. Sina hakika kwamba umekava kila eneo, hao wamefanya sampling. Kwa sababu unajua taaluma ya utafiti maana yake ni wamefanya tu sampling. Lakini tuje kwa pamoja tuone namna ambayo tunaweza kusaidiana ili kupunguza hili. Sisi tumeanzisha hii kwenye mitandao, kuna darasa online au darasa mtandao, lakini pia tuna maktaba inayotembea, kwa maana vitabu vinapatikana kwenye ngazi angalau kila makao makuu ya wilaya. Inaweza kuja changamoto pia kwamba mwanafunzi au mtoto hana uwezo kupata nauli kwenda kufuata kitabu, lakini walimu wapo mashuleni, wakuu wa shule na walimu wakuu, waratibu elimu wa kata wapo kazini, maafisa elimu taaluma na maafisa elimu wa wilaya na mikoa wapo kwenye maeneo yao, kwenye vituo vya kazi, na kuna mazingira yakatengenezwa pale. Kwa hiyo kimsingi jambo hili ni kila mtu anaweka ubunifu wake, na sisi tukipata maoni ambayo yataboresha namna ya kutoa elimu katika mazingira ya sasa, tutakubaliana na kuweza kufanya hivyo. Hayo ni mambo ambayo ningeshauri kwamba sisi kama viongozi na kama Watanzania tulete juhudi mbalimbali na mawazo na ubunifu namna ya kuweza kufanya. Sawa Mwita. Kuna walimu wengine ni wahadhiri wa vyuo vikuu na mashuleni. Kuna sisi ambao ni watumishi wa serikali, wengine wana siasa. Kuna wengine ni wafanyabiashara. Wanavyo vitabu majumbani kwao, wamejaza kwenye makabati, kwenye madro, vinaoza, vinaliwa na mchwa. Kwa nini vitabu hivi visitolewe kupelekwa katika maeneo mbalimbali kuwasaidia watoto wetu? Lakini najua yuko kwamba Wizara ya Elimu wameshachapisha vitabu, wamevisambaza na usambazaji ulikuwa unaendelea. Labda kwa changamoto hii ya corona inaweza kama imefifiza pia ile zoezi, si kwamba limeisha, lakini hatua zimekuwa zikichukulikana. Swala la sera ya elimu ya mwaka 2014 inaendelea kutekelezwa, na tukubaliana kwamba mambo ya utekelezaji, kila mfumo mpya unahitaji uboreshe pia na mambo mbalimbali, walimu wa kisasa, lakini pia na miundombinu hiyo. Mambo haya yanahitaji pia gharama. Kwa hiyo serikali inatekeleza kwa hatua ili tuweze kufikia hatua 100% ya utekelezaji hili. Wito wangu kwa Watanzania na hasa wasomi wenzangu na viongozi mbalimbali ni kwamba jambo hili tulipokee kama tatizo. Tunapokuja kuzungumza kwa Watanzania na kwa viongozi wa serikali, tuje tukishauri zaidi kwamba mimi kama mtaalamu, mimi kama Mtanzania, mimi kama mzalendo nina maoni haya na naweza nikachangia hiki ili kuongeza juhudi hii ya serikali ambayo tunaendelea nayo. Hayo ndio maoni yangu kwa sasa. Nawashukuru sana wote ambao wameshiriki mjadala huu. Naomba mniruhusu niendelee kwenye majukumu mengine ya serikali. Asanteni sana. Dr. Kahangwa, karibu sana Dodoma, ukifika hapa nipo tusalimiane. Asante sana. Haya Mwita, najua majukumu ni mengi kwa muda huu uliosalia, basi nitamaliza na hawa wataalamu tulionao, Dr. Kalage na Dr. Kahangwa. Asante sana Mwita Waitara, naibu waziri wa TAMISEMI, kwa kushiriki nasi kwa wakati huu. Kabla sijaje kwako Dr. Kalage, kwa maana ya kuangalia sasa mapendekezo ambayo mnayaainisha yale muhimu kulingana na uchambuzi huu mliofanya, nianze kwako Dr. Kahangwa. Awali uligusia kwamba pamoja na jitihada hizi zinazofanyika, kuna mambo baadhi unaona kwamba hayajafanyika. Ni yapi ili sasa yachukuliwe na yaweke katika utaratibu ambao, kwa sababu hatujui shule zitarudi lini, lakini kwa kipindi ambacho bado wanafunzi wako nyumbani, serikali yapokee na iweze kufanywa kazi? Mimi nadhani miongoni mwa mambo ambayo hayajafanyika vizuri ni utoaji wa taarifa.
Utakumbuka shule zilipofungwa wa Tanzania walipata taarifa kwamba shule zimefungwa na itafunguliwa baada ya mwezi mmoja. Baada ya hapo ikaonekana haiwezekani. Sasa mbadala wake ukawa ni nini? Na pengine taarifa ingekuwa imeshakaa vizuri kwamba tutafungua katika mazingira fulani, sio tutafungua katika tarehe fulani. Tutafungua katika mazingira fulani, na tutakapokuwa tumefungua katika mazingira fulani, ndio hayo mazingira tunayoyasubiri. Na sasa hili ambalo linaendelea sasa hivi, hiyo elimu ya njia ya masafa na jitihada zote zinazoendelea zinapaswa kurasimishwa kwamba kwa sasa hivi ambacho ni agizo kwa kila kaya, kwa kila shule, kwa kila wilaya kufanya ni 1, 2, 3, 4. Hilo liwekwe wazi ila kila mtu ashiriki. Inawezekana kabisa kuna ambao hawashiriki kinachoendelea kwa sababu wanajua shule zimefungwa, tutasubiri shule zitafunguliwa tutarudi shuleni. Lakini kama ni utaratibu ambao umerasimishwa na mawasiliano yamefanyika vizuri, kila mtu anajua kwamba cha kufanya sasa hivi ni hiki, ndicho hicho ambacho kifanyika. Na nadhani miongoni mwa mambo ambayo ya kufanywa ndio hilo ambalo alikuwa nataka kusema kwamba tushauri ni pamoja na unafanya nini wakati wa vita. Mwaka 78 79 tulipokuwa na vita na Uganda, miongoni mwa mambo ambayo yalifanyika ya kivita, mazingira ya vita, ni uzalishaji mkubwa. Yani hata ukuta Mwalimu Nyerere anawaambia hata mlioko viwandani mnazalisha hata kama ni sigara au ni kitu gani, ongeza uzalishaji. Sasa bahati nzuri naibu waziri ameondoka, alikuwa ametaja kitu kwamba wizara inasambaza vitabu. Uzalishaji huo uongezeke kwa sababu sasa hivi kila mtoto ni lazima awe na kitabu. Hakuna kusema kwamba watoto 3 kitabu kimoja katika mazingira ya sasa hivi. Kwa hiyo uzalishaji na usambazaji uongezeke. Na kwa maana hiyo sio mtoto tu. Ukiangalia na mzazi, kwa sasa hivi kila mzazi mwenye mtoto shuleni ni lazima awe na syllabus ili aweze kumsimamia yule mtoto. Kwa sababu anaweza wakawa naendelea na vipindi vya television, lakini namna gani unamonitor anavyo kwamba umefikia hatua gani? Syllabus ni muhimu kuwepo. Syllabus hizo unazipataje? Unaweza ukapata hizo hard copies zimesambazwa kama anavyosema kwamba kuna maduka ya magari yanatembea, lakini kwenye tovuti ya halmashauri, kwenye tovuti za wizara, hizo syllabus ziwepo. Kuna nchi ambazo zina utaratibu huo tayari kabla hata ya corona, kwamba mzazi hawezi kupeleka mtoto shule asipojua mtoto anaenda kufundishwa mtaala gani. Kwa hiyo syllabus mzazi anayo. Sasa umefika wakati wa sisi tunalazimika kwamba lazima kama nataka kumsimamia mtoto wangu nijue kwamba kakava hii mada, sasa inabidi aende mada hii. Kwa hiyo kusambaza vitu vyote vinavyohitajika vya kielimu ni kitu muhimu sana. Na sasa hivi jambo jingine ambalo ni muhimu kufanya, halmashauri ndio wadau wakubwa sana kwa sababu elimu imekwenda kule chini zaidi katika mazingira haya. Halmashauri, Wizara ya TAMISEMI ingeziagiza kwamba kila halmashauri sasa iweke mkakati wa wazi wa namna ya kumfikia mtoto mwenye redio na asiyekuwa na redio. Hilo linalozungumza la uzalishaji kuongezeka. Mpango wa umeme vijijini REA. Sasa hivi ni wakati wa kuongeza nguvu zaidi. Yule ambaye alikuwa hajafikiwa na kama kulikuwa na mpango wa muda mrefu, ni wakati wa kuufupisha huo mpango ili usambaze umeme uweze kumfikia kila anayehitaji kwa kasi zaidi. Yako mengi ya kufanya na tukiendelea kuwasiliana na viongozi wakitupigia hata simu bila kusubiri Azam tukutanishe, tutawashauri zaidi. Sawa. Dr. Kalage, umesikia baadhi ya maeneo muhimu ambayo Dr. Kaangu ameainisha hapa, na nyinyi katika uchambuzi wenu kuna ambayo mmeyaona na mnaona kwamba ni dhahiri serikali yachukue. Tumemsikia naibu waziri hapa awali alisema kwamba lile swala la mitandao ya simu na gharama zao ni kati ya vitu ambavyo wameona ni vizuri vya kwenda kuvifanyia kazi. Yapi maeneo mengine muhimu ambayo mnaona yanafaa kufanyiwa kazi katika kipindi hiki kama mapendekezo katika sekta ya elimu kwa mtindo huu ambao tunao hivi sasa wa kusoma kwa mitandao na hata kwa televisheni? Nashukuru sana Raymond. Kwa bahati mbaya Mheshimiwa naibu waziri ameondoka, lakini kuna mambo machache ambayo nitaka kusema ili yasikie. Atayapata. Moja, ninatambua hili janga, hii ni changamoto yetu sote. Kwa hiyo huu sio wakati wa kulaumiana, lakini tunapotoa takwimu zinatusaidia kujua kwamba je, tufanyeje sisi sote kwa pamoja. Na nilianza kwa kusema kwamba ninashukuru kwa sababu ninapata nafasi pia hata ya kuingia kwenye vikao vya juu ambavyo vinajaribu kuangalia kama taifa kwa pamoja tunawezaje kwenye sekta ya elimu tukapunguza changamoto hizi. Na kwa kweli tunashukuru sana kwamba mawazo mbalimbali ambayo CSOs tumetoa ikiwa mimi binafsi yamechukuliwa katika mpango wa serikali wa kupunguza kupambana na athari za COVID kwenye sekta ya elimu. Sasa aliuliza pia kwamba CSO tunafanya nini? Tunafanya mambo mengi, sikutaka kuyataja kwa sababu haikuwa focus ya swali ambalo mlitaka, lakini yako mambo mengi. Kwanza moja
ni kusaidia kutoa mchango wa mawazo pale ambapo tunaona panawezekana, lakini pia akiangalia kwamba kuna civil society organization nyingi ambazo zimetoa support mbalimbali katika kupambana na COVID-19. Lakini isitoshe pia kwamba civil society organization including Haki Elimu tumeendelea kutoa elimu kwa wazazi juu ya kwanza kuwalinda watoto, lakini kuhakikisha kwamba watoto wao wanafuatilia kusoma wakiwa nyumbani na kuwaonyesha kwamba kwa namna gani masomo yanatolewa ambayo watoto wanaweza wakayapata akiwa nyumbani, kwa mfano kwenye radio, kwenye television, kwa kuwapelekea hao wote ambao wana simu. Kwa mfano tuna wananchi ambao zaidi ya 200,000 ambao kwenye database yetu ambao tunawapa regular update ya mambo yanayoendelea ya COVID-19 ili kuweza kuhakikisha kwamba wazazi wanapata taarifa kwamba kama wanataka kufuatilia vipindi vya redio vinapatikana wapi, vipindi vya television vinapatikana wapi, na kwa namna gani. Kwa mfano hata vitabu ambavyo taasisi ya elimu Tanzania TAI wameweza kuviweka kwenye mtandao. Kwa hiyo vitabu vyote vya sekondari vinapatikana, lakini mtu anaweza akawa siwe na hiyo information. Kwa hiyo tunajaribu kuelimisha jamii kwenye hayo. Nitaka nitaje tu hayo machache. Lakini sasa nije kwa mapendekezo ambayo tumeyatoa. Nimefurahi kuona Mheshimiwa Waziri ameliona lile pendekezo ambalo tulilitoa la kuongea na vyombo na taasisi ambazo zinasaidia upatikanaji wa internet, ikiwezekana gharama zipungue ili kuongeza wigo wa Tanzania ambao wanaweza access information, waka access elimu kwa njia ya mtandao. Nafikiri ni jambo zuri, na mapendekezo yote ambayo tulitoa hata kwa wabunge, na tukaiomba serikali katika kipindi hiki wajaribu kuangalia kwamba haya mapendekezo kama anaweza akafanyiwa kazi na akatengewa budget yale ambayo anahitaji kutengewa budget ili kusaidia kupunguza tatizo. Ikiwemo swala la usambazaji wa vitabu na lile la kupunguza bei, lakini pia hata kupunguza bei ya vifaa. Kwa mfano kama tunataka wananchi hawa wa 43% ambao wana redio waongezeke na kufika 50%, labda serikali inaweza ikafikiria namna ya kuondoa kodi kwenye redio. Watu wanaweza wakaongezeka wanaonunua redio, na baadaye matokeo yake tukakuta kwamba wananchi wengi na watoto wengi wanaweza wakafuatilia vipindi vya redio kwa sababu namba itakuwa imeongezeka zaidi. Lakini pia labda niseme jambo la ujumla kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali hatujakaa kimya. Tumecoordinate. Kwa mfano tuna taarifa yetu ambayo tumetoa na response plan yetu ambayo tumetoa na tumeikabidhi serikalini kwamba haya kulingana na rasilimali tulizonazo ndio mambo ambayo tunaweza tukayafanya, na tunashirikiana kwa kweli na serikali kwenye maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba kila lililo kwenye uwezo wetu tunaweza kulifanya, na pale ambapo tunaweza kushauri tunashauri, ili kwamba sisi kama taifa tuweze kupunguza madhara yanayo tokana na COVID-19 kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu. Asante sana Dr. Kalage kwa mapendekezo hayo. Na la mwisho labda nigusie tu swala la wazazi. Labda kuna jambo moja la msingi ambalo nataka niliseme kwamba katika kipindi hiki tunaweza tukashuhudia changamoto kubwa sana ya watoto kupata mimba, ya watoto kuporomoka kwa maadili kwa sababu wako nyumbani na hawajazoea kukaa nyumbani muda mrefu kama huo. Wazazi wasipochukua jukumu makini la kuhakikisha kwamba wanawasimamia watoto wasizurure ovyo, wanawasimamia watoto waweze kufuatilia masomo, matokeo yake ni kwamba tunaweza tukajikuta kwamba hata ongezeko la mimba baada ya COVID-19 inaweza ikawa kubwa sana. Kwa hiyo idadi kubwa ya wanafunzi wanaweza wasirudi shuleni kwa sababu ya changamoto za ujauzito. Kwa hiyo tunafikiri kwamba wazazi wana jukumu ambalo hawakuwa wamelizoea. Tulizoea mtoto anaamka saa 11 alfajiri, anakwenda shuleni, anatumia masaa 8, anarudi nyumbani saa 11, 12. Mzazi unaingia saa 2, unakuwa na muda kama wa saa 1 au 2 kukaa na mtoto. Lakini sasa watoto wanashinda na sisi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kuweza kuwasaidia watoto, kuangalia behavior zao, kuangalia namna gani tunaweza tukawasaidia hata katika masomo. Wengine labda sio walimu, lakini lazima ujifunze kuangalia, je, mtoto anafuatilia yale ambayo yanafundishwa. Kwa mfano shule za private baadhi zinaendelea kutoa masomo, lakini mzazi una nafasi gani ya kuhakikisha kwamba watoto wanajifunza na wanafuatilia vile ambavyo vinafundishwa kupitia njia ya mtandao? Dr. Kalage, asante sana. Vipindi vya radio ambavyo vinatolewa. Nashukuru sana, nashukuru sana. Awali ulisema Kaangwa pia una neno kwa wazazi katika mazingira kama haya. Tumalizie kwa dakika moja.
Ndio, yani vipindi kama hivi tutumie kuwasiliana na wazazi kwamba kwa kweli wazazi wana wajibu mkubwa sana. Zile enzi za kumuona mtoto kwamba anaweza akakaa tu maadamu aendi shule akadekezwa akafanyaje. Kwa kweli jambo la kwanza ambalo mzazi inabidi akiamka asubuhi na hata anapoenda hata kupumzika usiku anapokuwa amerejea nyumbani, kuna haja ya kumuuliza mtoto leo umefanya nini kinachohusiana na maarifa, hata kama sio kile kilichotoka shule, kwa sababu elimu anayoipata mtoto sio tu ile ya kuja kujibu mitihani ya shule, isipokuwa itakayomsaidia katika maisha yake. Tunafahamu kwamba katika historia ya nchi yetu zamani elimu kabla hii ya utaratibu ambayo ni formal, watoto walijifunza kwa wazazi. Aliye wa kike labda alijifunza mambo mama anavyoishi, na aliye wa kiume alijifunza mambo ya baba na maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakafanyika kutokana na wazazi. Wazazi tuna wajibu mkubwa sana katika hili. Kwa kweli hata kama hatujapata vitabu, hatujasikiliza redio, hatuna namna ya kufuatilia kwenye mtandao, tuwafundishe watoto kama alivyosema Dr. Kalage, maadili na ufanyaji kazi na mambo ambayo kwa kweli yatawasaidia katika maisha kuliko wanakaa tu nyumbani. Shukrani sana. Huyo ni Dr. George Kahangwa. Yeye ni mhadhiri mwandamizi katika elimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye tumekuwa naye pia katika mjadala. Asante sana Dr. Kahangwa. Lakini pia kama unamshuhudia hapo ni Dr. John Kalage, mkurugenzi wa elimu ambaye pia tumeshiriki naye vizuri katika mjadala huu. Na awali pia uliona tulikuwa na naibu waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Mwita Waitara ambaye ametuaga mapema kutokana na majukumu mengine, lakini pia naye tumeshiriki vizuri naye katika mjadala huu. Kwa ujumla niwashukuru sana kwa kuwa nasi. Tumeangalia mazingira tulionayo Tanzania katika upatikanaji wa elimu wakati huu ambapo shule zimefungwa, vyuo vimefungwa, na njia zinazotumika kwa wanafunzi wetu kupata elimu ni njia za mitandao, kwa maana kutumia TEHAMA, lakini pia kwa kutumia runinga. Mazingira ni yapi, fursa ni zipi na changamoto ni zipi? Ndicho ambacho tumekijadili wakati huu ambapo tuna janga la maambukizi ya virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Mimi ni Raymond Nyamwihula, endelea kututazama kupitia vipindi mbalimbali hapa UTV.